pia ninashukuru kuwaona katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Tunaelekea mwisho wa mwaka na Mungu ametuongoza kwa miezi 10 imeisha na miezi 2 imesalia, bado yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema anaitwa Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Haleluya. Kwa hivyo kama vile ametujalia neema kwa siku ambazo zimerudi nyuma yetu, hata kwa siku hizi ambazo zimesalia, bado yeye ni mwaminifu kutupa neema na ushindi. Nataka kuongea kuhusu finishing well, kumaliza vizuri. Tunapofika mwisho wa mwaka, tunamaliza huu mwaka. Hatutakuwa na mwaka mwingine unaitwa 2025 katika maisha yetu. Tutakuwa tumemalizana na huu na itakuwa imeenda, lakini ni vizuri kumaliza vizuri. Kunaweza kuwa kumekuwa na changamoto, kunaweza kuwa kumekuwa na misukosuko, but you can still finish well. Praise the name of the living God. Tumeona watu wakienda kwenye mashindano na wakati mwingine wanategwa, wanaanguka. Wakati mwingine wanashikwa na muscle pull na wanasikia ni kama wataacha kukimbia, lakini baadaye wanajitia nguvu na wanaendelea na wanamaliza vizuri. Haleluya. So kunaweza kuwa kumekuwa na muscle pull, kunaweza kuwa kumekuwa na kutegwa, kunaweza kuwa kumekuwa na vita aina mbalimbali, lakini niko hapa kuambia you can finish well. Amen. Unaweza maliza mwaka huu vizuri ukishuhudia wema na uaminifu wa Mungu katika maisha yako. Praise the name of the living God. Ni vizuri kumaliza. Mungu wetu ni Mungu ambaye huanza na kukamilisha. Haleluya. Na hata nasi tunamwamini ya kwamba atatupea neema ya kumaliza mwaka na kumaliza vizuri katika jina la Yesu. Amen. Praise the name of the living God. Tasoma neno la Bwana katika Timotheo wa pili, mlango ni wa 4 mstari wa 7. Paulo alikuwa mtume na kwa miaka zaidi ya 30 alimtumikia Bwana, na baadaye anafika mwisho na anasema vita nimepiga. Tuwekewe tusome wote kwa screen. Tusome. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Naweza tuweke Kiswahili? Kiswahili tu pia. Tusome wote. Hiyo Kiswahili ni gani? Hauna ingine? Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Hauna Kiswahili nyingine? Okay, nasema nini tusome tu? Nimefanya bidii katika mashindano, nimemaliza safari yote na imani nimeitunza. Verse 8. Na sasa imebaki tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilifu, tuzo ambalo Bwana hakimu wa haki atanipa mimi siku ile, na wala si mimi tu, ila na wale wote wanaotazamia kwa upendo kutokea kwake. Praise the name of the living God. Huyu ni Paulo, baada ya kutumikia Mungu miaka mingi, akapitia hali mbalimbali, amepitia michafuko ya bahari, amepitia vita mbalimbali katika maisha yake ya kumfuata na kumtumikia Mungu. Na sasa Paulo anafika mwisho. Hapa Paulo yuko karibu kufa na anaambia Timotheo ya kwamba I have fought a good fight. Praise the name of the living God. Hata kama kumekuwa na changamoto, hata kama kumekuwa na uzito mbalimbali ambayo nimekabiliana nayo, nimepiga vita vizuri. Amen. Sijakubali kuzimia, sijakubali kukata tamaa, sijakubali kumwacha Bwana. Praise the name of the living God. Kwenye hali hizo zote bado nimepigana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema maisha ni vita. Haleluya. Maisha ni vita. Na usipo
kutulinda. Praise the name of the living God. Wapendwa, tumekuwa na mwaka, umekuwa na changamoto, tumekuwa na mambo mengi tumekumbana nayo, kumekuwa na hali ya kuzorota kwa uchumi, lakini nashukuru Mungu ya kwamba bado tuko hapa. Haleluya. Ya kwamba bado tunaendelea. Praise the name of the living God. Ya kwamba bado tumesimama hata wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza ongea kama Paulo na tuseme kweli vita tumepigana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya mwaka huu, changamoto za mwaka huu tumepigana nazo na sasa tuko hapa. Amen. Na tunangojea kumaliza mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Bwana. Amen. Paulo anasema nimemaliza na sasa niko tayari kupokea tuzo. Haleluya. Praise the name of the living God. Niko tayari kupokea tuzo. Niko tayari kupokea thawabu kwa sababu ya mwendo ambao nimefanya, kwa sababu ya vita ambayo nimepigana, na kwa sababu ya imani ambayo nimelinda katika safari. Amen. Praise the name of the living God. Tumekuwa na safari ya mwaka wa 2025 na kwa neema ya Mungu tumepigana vita mbalimbali. Amen. Ya ukosefu wa fedha, ya magonjwa na matatizo mengine mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na sasa tuko tunaelekea kumaliza mwendo wa safari hii ya 2025. Ni ombi langu tutasema kama Paulo ya kwamba vita nimepigana vizuri. Amen. Na mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Praise the name of the living God. Sijakubali kukata tamaa. Sijakubali kufadhaika. Sijakubali kuzimia katika safari hii. Amen. Bado ninaamini Mungu ni mwaminifu. Bado ninaamini Mungu ananijali. Bado ninaamini Mungu atatenda katika maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alipigana. Paulo alipitia changamoto mbalimbali baharini na kwenye miji, alitafutwa na watu mbalimbali kutaka kuuawa, lakini Mungu alimwezesha akapiga vita vilivyo vizuri. Amen. Tunaweza kuwa tumewindwa na tumetafutwa na mambo mengi mwaka huu, lakini Mungu ametusaidia. Haleluya. Mungu ametuneemisha na Mungu ametulete mpaka sasa tunanusia mwisho wa mwaka. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na ni ombi langu tumalize vizuri. Amen. Tumalize vizuri katika jina la Yesu. Maana wakati mwingine watu wengine huchanganyikiwa inapofika mwisho na wanaanza kuyumbayumba. Wakati mwingine nimeangalia wakimbiaji, unaona mtu anafika mahali karibu tu afike mwisho na anaanza kusubaa akiangalia mashabiki na anaanza kuona ni kama amemaliza. Praise the name of the living God. Baadaye wale waliotoka nyuma wanakuja wanampita na wanampokonya hata ushindi wake. Amen. Kwa sababu alifika mahali akaanza kuangalia mambo mengine. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba hautachanganyikiwa, hautaangalia kwingine, hautasubaishwa na chochote, utafocus na umalize vizuri. Amen. Praise the name of the living God. Let us focus na tumalize vizuri. Tusome Matendo ya Mitume 20:24. Paulo anasema vita nimepigana na mwendo nimemaliza. Amen. Nimepigana. Sijafaulu kupata kila kitu ambacho nilitaka, but I have fought a good fight. Haleluya. Sijafaulu kuona kila ndoto niliyotazamia mwaka huu ikitimia, lakini nimepiga vita vilivyo vizuri. Amen. Despite ya hali hiyo na mambo hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Inasema nini? Acts 20:24. Acts 20:24. Matendo ya Mitume 20:24. Huyu ni Paulo tu bado. Alikuwa anaaga wapendwa na alikuwa anarudi kule Yerusalemu, na kuna mambo mengi yalikuwa yanamngojea njiani, lakini Paulo akawaambia wapendwa, sikieni. Tusome. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani. Tusome. Turudie tena vizuri. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu. Nataka
underline there. Kama kumaliza mwendo wangu. Kwa jingine anasema whatever it will take, I want to finish my race. Amen. Hata kama itanigharimu mimi kile natamani ni kumaliza mwendo. Amen. Ni kumaliza vizuri kile ambacho nilitazamia. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ni ombi langu mwaka huu ya kwamba nimalize vizuri. Amen. Nimalize nikiwa na ushuhuda, nimalize nikiwa na imani, nimalize nikiwa na matumaini, nimalize nikiwa na nguvu na neema za Bwana. Amen. Praise the name of the living God. Paulo anasema sihesabu maisha yangu kuwa kitu. Hawa ni watu walikuwa wanamwambia usiende, utauawa. Kuna watu watakuwa anawaambia wapendwa, no, mimi nataka kumaliza mwendo. Amen. Hata kama kuna risk. Praise the name of the living God. I just want to finish the race. Hallelujah. Yeye mtu mwambie nataka kumaliza vizuri. Mwambie haijalishi vile kuna kaa, nataka kumaliza vizuri. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kunaweza kuwa kuna kaa kuna pesa, lakini nataka kumaliza vizuri. Amen. Kunaweza kuwa kuna kaa kana kwamba hakuna matumaini, lakini I want to finish my race. Hallelujah. Praise the name of the living God. Paulo anasema lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani. Kwa jingine, I am ready to sacrifice whatever it takes. Amen. Ili nione nimemaliza mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ili nione nimemaliza mwendo. One. Na nini? Turudie tena hapo tena tusome tena vizuri. Lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyoipokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Haleluya. Huyu mtu alijua ako na mwendo, ako na safari anayoenda. Amen. Na akasema wapendwa, msinivunje moyo, msinikatize tamaa. Haleluya. Maana I'm ready to risk even my life as long as I finish the race. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumaliza vizuri ina gharama. Amen. Sio rahisi. Ina gharama. Kuna mambo tutariski. Kuna mambo tutaachilia ili tumalize vizuri. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo. Na ndio Paulo anasema mimi niko tayari. Nimalize mwendo na huduma niliyopokea kwa Bwana Yesu. Tusome Wakorintho wa kwanza 9:24. Naongea kuhusu kumaliza vizuri. Nataka ujue kuna mwendo. Umeanza Januari, Mungu amekusaidia, umekuwa kanisani, umekuwa ukiendelea kupenda Mungu na kumtumikia. Hata tunapomaliza mwaka, you need to finish with that. Amen. Kuendelea kupatikana, kuendelea kumpenda Mungu na kumtegemea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuanzie hapo mpaka mstari wa 27 inasema nini? Tusome. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Amen. Kuna vile unaweza fanya ndio umalize vizuri. Haleluya. Paulo anasema kila mtu anaenda kwa mbio, lakini yule upokea tuzo, kuna vile yeye ukimbia. Amen. Na anapata tuzo kwa yale mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema tukimbie kama huyo ambaye upata tuzo. Amen. Tusikimbie tu, tukimbie kama huyo anayekimbia na anapata tuzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jingine Paulo anasema kumaliza vizuri ina thawabu zake. Amen. Finishing well has reward. Praise the name of the living God. Tukimaliza vizuri kuna thawabu yake, lakini tukimaliza vibaya kuna hasara yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema lakini apokea, basi wengine anasema tu okay. 25 tusome.
Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani mwambie jizuie kwa yote. Haleluya. Usiende kwa kila sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Sherehe zingine zitafanya usimalize vizuri. Praise the name of the living God. Usiende kwa kila karamu. Karamu zingine zimerogwa. Amen. Haleluya. Praise the name of the living God. Maana nasema lakini kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Amen. Kama tunataka kumaliza vizuri, kuna mambo itabidi tujizuie. Amen. Praise the name of the living God. Tujizuie. Tukijiachilia wapendwa, tutamaliza labda lakini hatutamaliza vizuri. Amen. Anaisha sifiwe. Hatutamaliza labda tukimheshimisha Mungu. Labda hatutamaliza tukipea Mungu utukufu. Haleluya. Utakuwa umemaliza ndio mwaka na unaenda mwaka mwingine, lakini kwa sababu haukujizuia. Amen. You don't give God glory. Haleluya. Kumaliza vizuri kama watu wa Mungu ni kumaliza kwa njia ambayo Mungu anatukuzwa. Haleluya. Mungu anapokea heshima. Praise the name of the living God. Mungu anapokea sifa kutokana na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turudia hapa, inasema nini? Tusome wote tafadhali. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Halafu basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Amen. Ile taji kina Felix Diego, kina nani mwingine huyo amekuanga anakimbia, huyu mnaona amelitaya juzi. Ndio nani? Huyu nini? Huyu mwenye alisema no human is limited. Eric. Naitwa Eric Kipchoge. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Sasa amelitaya. Mambo ya kweli imeisha. Haleluya. Taji zao sasa zinafika mwisho. Kuna watu walikuwa na mataji leo zimesahaulika. Nilikuwa naongea juzi kuhusu Usain Bolt. Na juzi walikuwa wanaonyesha amekuwa kitu ofyo sana. Kitu ofyo. Maisha yake imekuwa ofyo. Anaishi pombe, anasa, amekuwa tu mtu useless. Na alikuwa anakimbia Usain Bolt. Mpaka kila mtu alikuwa anafanyanga kitu kama Usain Bolt. Lakini taji yake ni kuharibika. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na alijizuia na kuna mambo mengi alifanya ili awe na hiyo mambo yote. Lakini leo mambo yake yote ni kama inaenda vizuri. Amen. Maana inasema hao wanaoshindana kwa mashindano ya dunia wanajizuianga wapate taji isiyoharibika, inayoharibika, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua taji moja ya Bwana ni wema wake juu ya maisha yetu. Kuna mahali Bwana anasema amenivika taji ya wema. Amen. Taji ya wema. Praise the name of the living God. Tukimaliza vizuri tutakuwa na taji ya wema katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Verse 27 inasema nini? Okay, verse 26 inasema tusome. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Verse 27, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Praise the name of the living God. Kwa hivyo sio nyinyi tu mnatakana kumaliza vizuri, hata pastor atakana apige vita ya kumaliza vizuri. Haleluya. Huyu ni Paulo anaambia watu pigeni mbio, wadada anaambia hata mimi I am in the race. Haleluya. Na ninakimbia vivyo hivyo, nikijizuia kwa yote, nikihubiri na kuutesa mwili wangu, ili nikisha wahubiri wengine, hata mimi nipate tuzo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi natamani kumaliza vizuri. Amen. Nataka kumaliza nikimpa Mungu utukufu. Nataka kumaliza nikimpendeza Mungu. Haleluya. Nataka kumaliza mwaka nikiwa ninafanya mapenzi ya Mungu. Amen. Praise the name of the living God. Maana watu wanamalizana mwaka mbao, unakuta ndio mtu anakunywa. Hajakunywa kuanzia Januari. Disemba ameenda amekunywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Disemba ameenda sherehe,
amefanya umaramali. Haleluya. Unajua umaramali? Bwana Yesu asifiwe. Unamaliza vibaya. Angalia jirani mwambie angalia kumaliza vizuri. Praise the Lord. Paulo anasema na utesa mwili. Unajua mwili naye inakuwa na makosa yake. Haleluya. Na inasumbua. But it's good to finish well. Praise the name of the living God. Kuna mkimbiaji mmoja alitoka Tanzania na alienda kukimbia, sikumbuki ni nchi gani ya ng'ambo, na watu walimaliza mbio 3 hours. Kama watu wote wamemaliza mbio, ndiye anamaliza yake. Watu wametoka kwa uwanja, watu wamepewa zawadi, wameenda, ndio jamaa anamaliza marathon yake. Wale watangazaji, wanahabari wakamuuliza, kwa nini umeendelea kukimbia na watu walimaliza hii maneno kitabu? Akawaambia, mimi siwezi toka mailio yote nikuje niatie mbio katikati. Nilikuja nimalize. Kwa hivyo hata kama wengine walishamaliza, mimi pia nitaka nimalize yangu. Praise the name of the living God. Don't compare yourself with others. Finish your race. Hallelujah. Wacha kujilinganisha na wengine. Wewe maliza mbio yako. Amen. Huyu jamani wa Yesu wengi toka mailio yote nikuje hapa nikose kunani andiko in the book of Guinness. Hallelujah. Hallelujah. Mtu ambaye alimaliza mbio 3 hours baada ya watu wengine wamemaliza na sherehe imeisha, ndiye anamaliza. Lakini anasema si kutoka huko yote nikuje nimalizie niatie mbio katikati. Hata sisi hatuachie katikati. We're going to finish well in the name of Jesus. Hallelujah. Tunamaliza vizuri katika jina la Yesu. Amen. Tusome Wagalatia. Wagalatia walikuwa wanakimbia, lakini wakafika mahali wakaacha kukimbia vizuri. Na Paulo anawakemea, anawauliza Wagalatia, nani amewazuia? Wagalatia 5 mstari wa 7 na mstari wa 8. Angalia, tusome hapa inasema nini? Mulikuwa, kumaanisha wameacha. Haleluya. Hebu angalia ninauliza wewe ulikuwa ama bado uko kwa mbio? Bwana Yesu asifiwe. Mulikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Amen. Walikuwa wanafanya vizuri, walikuwa wanafuata njia ya Mungu, walikuwa wanafuata mapenzi ya Bwana, lakini kukaja watu wengine wakawashawishi. Amen. Wakawaambia hapana, sio hivyo, mambo haifanyaki hivyo, mambo haiendaki hivyo, inatakana iende hivi. Amen. Na wakaondoka katika mbio yenye wanatakana wamalize vizuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo kuna watu wana ushawishi. Tunapoenda mwisho wa mwaka kuna watu wana ushawishi. Watakushawishi muende mahali. Watakushawishi muende mjienjoy. Haleluya. Na ukikosa kujielewa hautamaliza vizuri. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. You are running well. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio Paulo anawaandikia, anawaambia, enyi Wagalatia mliorogwa. Maana Paulo aliangalia vile wameshawishika na wameanza kurudia mambo ya kutahiriwa, wameanza kurudia mambo ya kuangalia muandamo wa mwezi. Paulo akasema, nyinyi mmerogwa. Hallelujah. Nyinyi mmefanya nini? Mmerogwa. Ndio tunaambia watu wengine wanaorudia bila zao ni kurogwa, wamerogwa. Maana watu walikuwa wanaamini Yesu vizuri, wanafuata Yesu vizuri. Sasa wameona Yesu atosha, wanataka kuongeza vitu vingine. Mlikuwa hawa ndio tunawaambia, mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Ati tuzee kwa wapi? Haleluya. Haleluya. Mtaenda kwenye kisema. Huko kwenye kuna maneno. Angalia jirani mwambie huko kwenye umeshaki. Kuna maneno. Haleluya. Kuna mambo mengi yanafanyika. Na unaweza kwanza kumaliza vizuri. Wengine hata kwenye mnapigaga huko kwenye kuzaa, mnapigaga kuzaa ya sherehe ya Christmas. Haleluya. Na wengine wanatengeneza maratina ya Christmas. Wanasema ni Christmas. Enjoy. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Alafu Saidi anasema nini?
Tusome basi. Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Hiyo ushawishi ya kukufanya uende kinyume na mapenzi ya Mungu, it does not come from God. Amen. Hiyo ushawishi inayofanya uende kinyume na kila umejua sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haitokani na Mungu, haitokani na Bwana aliyekuita. Amen. Praise the name of the living God. Kama unataka kumaliza vizuri, lazima ujizuie na ushawishi unaofanya uende kinyume na mapenzi ya Bwana. Amen. Wewe inaletwa na wazee ama inaletwa na rika yako ama inaletwa na ukoo wenu, lazima usimame kidete. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hawa ni Wagalatia, walitembelewa na Wayahudi, the Judaizers. Waliokuwa wanaamini katika Torati ya Musa. Wakawaambia ndio mmeokoka, lakini kama mjitahidi bado nahitaji mtahidi ndio mko mmeokoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anawaambia hiyo ushawishi hautokani na aliyewaita. Praise the name of the living God. Ukiona kuna ushawishi kwa kushawishi ukunywe busaa, ukunywe monatina, ufanye takataka zingine tunapomaliza mwaka, ujue haijatokana na Jehova. It is from the enemy. Na kusudi ni kwamba usimalize vizuri. Praise the name of the living God. Yaukia tuwajiadhari na ushawishi mwingine usiotokana na Mungu. Bwana Yesu. Mulikuwa mkipiga mbio vizuri? Vizuri. Tusome neno lingine alafu nikupe points kadhaa. Waebrania 12. Naongea kuhusu kumaliza vizuri. Tuko msimu ya sherehe. Na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Verse 2. Nataka tusome hapo kwa nguvu. Hai, tufanye nini? Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Haleluya. Yule ambaye anatimiza imani tulionayo na anakutana na imani tulionayo ni Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anaambia wapendwa, kama mtamaliza mwendo vizuri, lazima mtazame Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usitazame kwingine, usitazame kando kando, tazameni Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Verse 3. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka na mkizimia leoni mwenu. Praise the name of the living God. Huyu ni mtu aliyetakia watu wamalize vizuri. Amen. Hakutaka hawa watu washiriki wake wachanganyikiwe, na anawaambia wapendwa, tuna mashahidi waliotuzunguka, na tuweke kando mizigo na kila dhambi tuzingayo, na tupige mbio kwa saburi. Amen. Praise the name of the living God. Tukimtazama Kristo Yesu ambaye ndiye mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tumalize vizuri. Is the will of God you finish well mwaka huu na pia maisha yako ya hapa duniani umalize vizuri. Maana una mwisho wako. Haleluya. Na tuna mwisho wa mwaka huu. Praise the name of the living God. Tunahitaji kumaliza vizuri. Inawezekana unaweza kuchanganyikiwa hapa katikati, but you can finish well. Praise the name of the living God. Tuna mtu kama Daudi. Daudi alichanganyikiwa, lakini baadaye tunasikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, maandiko yanasema Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Praise the name of the living God. Kumaanisha alijielewa, akajirudia, akamaliza vizuri. Amen. Praise the name of the living God. Ambia jirani, unaweza maliza vizuri. Unaweza kuwa umechanganyikiwa hapa na pale katika mwaka, lakini unaweza maliza vizuri ukimtumainia Bwana, ukimpendeza Bwana, ukitenda mapenzi ya Bwana. Praise the name of the living God. Hiyo ndio kumaliza vizuri kwa watakatifu. Haleluya. Si kumaliza ukiwa na pesa
kumaliza vizuri. Mambo ya kusaidia kumaliza vizuri. Number 1, keep on fighting a good fight. Endelea kupigana vita vilivyo vizuri. Hata kwa hizi siku na miezi. Usikubali kurelax. Hallelujah. Usikubali kurelax. Fight a good fight. Endelea kukatana na mawazo yote yaliyo kinyume na mapenzi ya Bwana. Endelea kukatana na ushawishi wote ambao haumpendezi Bwana. Praise the name of the living God. Fight a good fight. Bwana Yesu asifiwe. Keep on fighting a good fight. Kama unataka kumaliza vizuri, usiache kupigana vita. Maana vita hii hata tukimaliza mwaka tutaanza mwaka mwingine na tutaendelea kupigana vita. Amen. Lakini ili umalize vizuri, keep on fighting. Amen. The good fight. Hallelujah. The good fight. The good fight is the fight of staying in the will of God. The fight of staying in the will of God. That is the good fight. You are fighting to stay in the will of God. You need to fight that good fight. That you stay in the will of God till you finish the year. Hallelujah. Number 2, keep your faith. Keep your faith. Endelea kulinda imani yako. Usikubali imani yako ikuache. Endelea kuamini Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hallelujah. Keep your faith. Hata msimu wako unapoisha, endelea kubelieve God is still faithful. God is still a good God. Amen. God is still intervening in my life. Hallelujah. Keep your faith. Amen. Usiachilie imani yako ipotoke. Maandiko yanasema kuna watu wengi wamekengeuka katika imani. Amen. Walikuwa naamini lakini sasa wamekengeuka, wameachana na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. They don't believe God anymore. They don't believe the power of God. They don't believe in the intervention of God. Keep your faith. Paulo anasema imani nimelinda. Hata kwa ile mashida yote nimepitia, sijaacha imani potee. Amen. Hallelujah. Yeah. Siku maneno ukipita kwa shida, hauna imani. You have faith. Amen. Unaamini Mungu hata kwa hizo shida na una pass through katika jina la Yesu. Hallelujah. Number 3, appreciate what the Lord has done this far in your life. Appreciate what the Lord has done this far. Dhamini kile Mungu amefanya umbali huu katika maisha yako. If you want to finish well. Dhamini. Wakati tunaangalia na ile mambo tumepungukiwa nayo, tunasahau mambo mengi Bwana ametenda. Amen. Mambo mengi Bwana ametujalia. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Appreciate what the Lord has done this far. Amen. Hata kama hujapata pesa mingi uliyotaka mwaka huu, but God has kept you. Haujakuwa wazimu. Hello. Despite kama stress yote haujakuwa nini? Hatujaona ukitoa nguo makehara. Hatujaona ukirogota makaratasi. Hatujaona ukipelekwa hospitali kwa sababu ya mental problem. You have a reason to appreciate God for keeping your mental, hata kama umekuwa na stress. Hallelujah. Ya kwamba bado mawazo yako iko sawa. Praise the name of the living God. Unajua kuna watu wameruka kichwa mwaka huu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamechanganyikiwa mwaka huu. Kuna watu mwaka huu wameanza kujiongelesha na walikuwa wajiongeleshana kwa sababu ya mambo vile ikawasukuma, lakini wewe unaenda tu kwa barabara hivi na uombe. Sijui juzi nilikuwa kwa ofisi nikaangalia mtu fulani tu namjua hapa. Na nikaona anajiongelesha, nikasema lakini basi Bwana Yesu asifiwe. Na matatizo. Hallelujah. Hallelujah. Appreciate what the Lord has done this far. Amen. Kuna mambo Bwana amefanya. Hallelujah. Kuna mambo Bwana amekujalia. Amen. Hata kama mengine mpendo bado hujafikia, but the Lord has done something. Amen. Praise the name of the living God. Hajaacha ufungiwe nyumba. Hajaacha ukose kabisa. Amen. Bado umekula, umekunywa, umevaa, maisha imesonga tu. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Keep your focus on Christ. Keep your focus on Christ. Acha kuangalia mambo mengine. Muangalie tu Yesu. Yesu ni jawabu katika mambo yote. Yesu ni mambo yote, ndani ya yote.
Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaambia wa kanisa la Waebrania, mtazameni Kristo. Amen. Wacha kutazama hali na mambo ambayo inatuzunguka. Amen. Huwa inakatiza tamaa, huwa inavunja moyo. Praise the name of the living God. Lakini Yesu yeye ni yule jana, leo na hata milele. Amen. Uaminifu wake ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Focus on Christ. Tunapomaliza mwaka, don't lose your focus. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano, resist distractors. Resist distractors. Resist distractors. Pinga washawishi wanaokushawishi kwa njia nyingine yote. Distractors. Distractors ni watu ambao wanakuondoa, wanataka upoteze focus. Amen. Wanataka usiendelee kufocus na kutazamia kile unatazamia. Amen. Kama wale walikuja wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta, kina Tobia na Sanbalati na wengine walikuwa distractors. Amen. Walitaka kuondoa Nehemia katika hali ya kujenga ukuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna distractors wa aina mingi. Wengine wanatoka kwa familia, they will distract you. Wengine wanatoka kwa biashara, they will distract you. Haleluya. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Situesikia Wagalatia walikuwa distracted. Walikuwa wanapiga mbio vizuri, lakini wakashawishiwa na kwamba hapana, mtahiri, muangalie mwandamo wa mwezi, sijui mfanye sikukuu ya nini. Paulo akawaambia mumerogwa. Wagalatia mumerogwa. Enyi Wagalatia msiokuwa na akili. Kwanza akawaambia hawana akili. Kumbe ukiwa distracted ni kumaanisha umekosa akili. Unataka kuwa na akili na kuwa mjanja, usiwe distracted na mtu kwa jambo lolote lile. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Resist. Si kwamba watakuja watakushawishi. Watakwambia ni kanisa unaenda na inakupeana nini? Amen. Wewe tu hapo unakaa unasikiza pastor alafu unaenda nyumbani. What do you get? Sisi tunaenda tunauza tunapata. Wewe distractors. Wanaitwa distractors. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo ukiwafuata wanakuondoa katika kuwa na amani na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuondoa katika hali ya kumpendeza Mungu. Na unaenda kando na unaanza kumaliza vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Number 6, remain disciplined. Kaa ukiwa na nidhamu. Remain disciplined. Remain disciplined. Maandiko yanasema ujizuia kwa yote. Hiyo ni nidhamu. Kuwa na nidhamu ya kujicontrol. Remain disciplined. Kaa ukiwa na nidhamu. Jizuie. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi naambianga watu, not every invitation you are supposed to honor. Not every invitation. Zingine unaasimu tu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu. Unajua sometimes tunataka kuwa people pleasers. Na wakati mwingine inatuumiza na inatuletea uzito. Because we want to be people pleasers. But sometimes we don't honor every invitation. Tunakuwa na discipline. Maana we have our life. We have our race. Hallelujah. Hallelujah. And when you are not disciplined, utachanganyikiwa na baadaye watu watakuchekelea. Watu watakusemanga. Hao wanaenda kusherehekea na kuona the invitation, they will speak about you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So hata nisema hivi, not every invitation unakimbia. Sio kila sherehe unaitwa na kimbia unasema huko mbusi. Tunaenda tukule mbusi. Mbusi zingine zimerogwa na nimesema hivyo na narudia. Zingine zimerogwa. Utakula ukute umerogwa. Haleluya. Sio kuroga ya kukua ukufe lakini mambo itaharibika. Because zimerogwa. Zimetolewa kafara. Amen. Sio mbuzi za kawaida tu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Remain disciplined. Kuwa na nidhamu. Ya mwisho, examine yourself and forsake what is not worthy. Examine yourself. Jichunguze kama unataka kumaliza vizuri na uachilie kile ambacho hakifai. Amen. Jichunguze, examine yourself.
Uangalie mimi. Ni nini niko naye labda na haifai niwe naye ili nimalize vizuri. Amen. Examine yourself and forsake what is not worth. What is not worth. Praise the name of the living God. Kuna mambo mengine haifai na haistahili. Na ndio Paulo anasema ya kwamba mambo yale nilikuwa nimependezwa nayo sana nimeacha kando. Amen. Kwa sababu ya Kristo. Hallelujah. Examine yourself. Jichunguze unapomaliza mwaka. Amen. Na uangalie ni baggage gani nimebeba. Labda umebeba grudge. Is it worth? Hallelujah. Hallelujah. Is it worth? Kuendelea kubeba grudge. Kuendelea kutokusamehe. Is it worth? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, kuna vitu tunabebana nazo. Na zitazuia tumalize vizuri. Examine yourself. Jichunguze mwenyewe. Angalia maisha yako, angalia mwendo wako wa safari ya mwaka huu. Na uone ni vitu gani labda nimeshikana nayo na haifai niwe nayo. I better leave it behind and finish well. Praise the name of the living God. Na ndio Paulo anasema tuweke kando kila mzigo na dhambi ituzingane. Amen. Na hiyo ina take examination to examine yourself. Amen. Sio pastor atakwambia ni wewe unajichunguza na unajiweka kwa ratili ya Mungu na unaona hii haifai niwe nayo. Hallelujah. I leave it behind and I focus to finish well. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Examine yourself. Ambia jirani jichunguze mwenyewe. Na chochote kisichostahili uachane nacho. Hallelujah. Hallelujah. Vitu vingine tunaambana nazo hazitusaidii, hazitulete iongezi udhamana ndani ya maisha yetu. Yuko anasema ekeni mizigo na dhambi ziwazingayo chini ili mkimbie na mmalize vizuri. Praise the name of the living God. Tusome scripture ya mwisho, Mhubiri 7 mstari wa 8. Mambo 7 nimekupa. Resist distractors, remain disciplined, examine yourself and forsake what is not worthy. Ghadhabu na hasira nyingi ulikuwa naye na machuki, labda kuna mtu amekukwasa mwaka huu. Msamehe na umalize vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Live. Tangana na uchungu mpaka leo na haitakusaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 8 tafadhali. Tumalize vizuri. Tumalize. Hai, tumalize vizuri. Finishing well. Finishing well. Kama watu wa Mungu. Tusome nasema nini? Hai, tusome. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Praise the name of the living God. Heri mwisho wa neno. Amen. Huyu ni mtu mwenye hekima aliandika na Yesu Suleiman. Na akaona mtu anaweza anza na onekana vizuri, lakini mwisho ndio mambo yote. Amen. Mwisho ndio, na hata watu wanaenda wakati mtu amekufa wanasema alisema nini? Neno la mwisho alisema nini? Maana watu wanajua mwisho ndio mambo yote. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Watu wanajua mwisho. Mzee alisemaje alipolala? Alisema usikawie shamba. Basi. Kama alisika. Hiyo ni fine. Hakuna mtu atakayeweza. Hata kingeenda ukawe nitakukula. Kwa hiyo maneno. Hallelujah. Na ndio kuna watu wanakuwa warefu hata kama walikuwa wamekosana na mzazi. Wakienda mzazi anaelekea kama ndafu ni nama wanatengeneza maneno. Maana unajua mwisho ndio mambo yote. Mwisho ndio mambo yote. Hallelujah. Hallelujah. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Tulianza mwaka and now we are ending the year. Hallelujah. Heri mwisho, maliza vizuri katika jina la Yesu. Tuinamishe uso wako mwambie Bwana nipe neema. Ili nimalize vizuri nikikutukuza, nimalize nikikupendeza, nimalize nikizidi kufanya mapenzi yako katika jina la Yesu. Naomba kumaliza vizuri. Hata Bwana akupe neema. Siku hizi ambazo zimesalia, umalize vizuri mwendo wa mwaka wa 2025 katika jina la Yesu. Ni mapenzi ya Bwana tumalize vizuri. Tumalize tukimtegemea, tumalize
mashanda la babo rakaya soko tele mayanda la babo sai maria tele besika yanda la babo sia. Tusaidie Bwana tumalize vizuri mwaka huu wa 2025, tumalize tukitenda mapenzi yako, tumalize tukikusifu na maisha yetu, tumalize tukiwa na ushuhuda in the name of Jesus. Reposeketele bayanda la babo, tunaomba uwezo na nguvu za Roho wako Bwana ili tuweze kumaliza vizuri katika jina la Yesu. Unaweza simama tu kwa miguu yako ni kuombea mbele za Bwana. Mungu akusaidie, kila mmoja wetu ana mwendo na Bwana anahitaji tumalize vizuri. Inua tu mikono yako. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Roho wako alitia neno hili ndani ya moyo wangu. Niambie watu wako ya kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka na tunahitaji kumaliza vizuri. Bwana, nimewanenea kama vile Roho Mtakatifu amenisaidia, yeye aliye kiongozi na msaada wa kanisa. Ninaomba neno hilo litasaidia kila mmoja aliyelipokea kupitia kuwa kwa ibada na wale wamesikia kwa mtandao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wacha watu wako wapokee neema, wamalize vizuri, wamalize wakikupendeza, wamalize wakilitukuza jina lako, wamalize wakiwa na ushuhuda, wamalize wakiwa bado wanakutegemea katika maisha yao katika jina la Yesu. Kuna mambo mengi adui huwa analete wakati mwisho unapofika ili tumalize vibaya. Tunaomba mambo hayo hayatafanikiwa katika jina la Yesu. Kila mitego na kila ushawishi na udanganyifu tunaomba haitafanikiwa katika jina la Yesu. Neema yako itutoshe, msaada wa Roho Mtakatifu na uonekane ndani ya moyo na maisha ya kila mmoja ili akamalize vizuri. Wapendwa, hao wana mahitaji pia, hata wanapomaliza mwaka. Kutana na mahitaji yao, kutana na hali zao. Ni wewe umesema tusijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kuomba, kusali pamoja na kushukuru haja zetu zijulikane na wewe. Bwana, ninaomba uwasaidie wanapomaliza mwaka, wakaone uaminifu wako, wakaone ukiwajalia hoja na mahitaji yao katika jina la Yesu. Inawezekana kuna jambo mtu amengojea tangia Januari mpaka sasa na hajaona. Tunakuamini Bwana, wewe ambaye hauchelewi wala haukawii, na kwamba utajidhihirisha na utawatendea kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ninanena neema na uwezo na ushindi ndani ya kila mmoja. Asante kwa neno lako Bwana, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.